المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. المجلس الرابع عشر في فضيلة المحبة لله ورسوله. Somo la leo ni somo la 14 katika kuelezea fadhila ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ndani ya suratu Nisa Mwenyezi Mungu amesema, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa man yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim, na mtu ambaye amemtii Mwenyezi Mungu na mtume, hakika watu hao ma'al ladhina, watakuwa pamoja na wale ambao an'ama Allahu alaihim, Mwenyezi Mungu ameneemesha juu ya waja hao. Mazidu targhib fi ta'atin, hii ni nyongeza ya hamasisho fi ta'ati bil wa'di alaiha, hamasisho la ziada katika utiifu. Tena hamasisho lenyewe linakuja bil wa'di alaiha, kwa miadi iliyokuwa juu ya utiifu huo. Bimurafaqati akramil khalqi, kwa kwenda kuwa wewe ni rafiki wa watukufu wa viumbe. Wa a'dhamihim qadra, na wakubwa wao wa cheo. Hao watukufu wa viumbe na hao wakubwa wa cheo, wewe ndio unaenda kuwa rafiki zako siku hiyo. Hawa an'ama Allahu alaihim, Mwenyezi Mungu ameneemesha juu yao. Ni watu wa sampuli gani? Au ni watu wa aina gani? Au ni viumbe gani hawa? Minan nabiyin, hawa ni miongoni mwa mitume. Mitume Mwenyezi Mungu ameitukuza kuliko viumbe wengine. Wasiddiqin, na wale wasadikifu, wenye imani iliyokuwa imepanda juu sana mpaka ikafika mahala pa kuitwa siddiq. Ni mtu wa kweli kweli, sio mtu wa kubabaisha babaisha ndani ya imani. Washuhada, na mashahidi. Kama tunavyosoma siku zote, tunawajua mashahid ni watu waliopigania Uislamu kwa kutoa roho zao na mali zao na hali zao na muda wao katika kuulinda na kuutetea na kulifanya jina la Mwenyezi Mungu liwe juu, wakafia huko. Hao ndio mashahidi. Wasalihin, na wajawema. Wajawema hawa hawana mkomo, ni wale waliokuwa mwanzoni huko na mtume, mpaka wale waliokuwa katikati, mpaka walioko mwisho. Maadamu mtu akikaa kwenye nafasi njema, atakuwa wasalihina katika kundi la wajawema, naye atakuwemo. Lakini huyu ambaye amemtii Mwenyezi Mungu akamtii na mtume, atakuwa pamoja na watu wema hawa. Naam, bayanu alladhina halun minhu au min dhamirin qasamahum 4 aqsam bihasabi manazilihim fil ilmi wal amali. Bayanu lilladhina, kwamba hawa waliotajwa hapa minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihin, ni katika kubainisha, kuwabainisha wale watu ambao waliotajwa kule nyuma. Kule nyuma wametajwaje? An'ama Allahu alayhi, Mungu ameneemesha juu yao. Hiyo ni hali inayotokana na ile minhum au min dhamirin, au ni hali iliyotoka kwenye dhamir hiyo. Hum qasamahum 4 aqsamin,
wale watu Mwenyezi Mungu kawagawa kwenye mafungu manne. Wale watu wale walio bora, wale watu ambao Mungu kaneemesha juu yao, kawagawa ndani ya mafungu manne. Bihasabi manazilihim fil ilmi wal amali, kwa kiasi cha daraja zao, kuanzia nini? Elimu, lakini mpaka matendo. Ukiangalia nafasi ya kwanza ni ya mitume. Mitume elimu yao hakuna kiumbe yoyote anayeweza kuishika nafasi yao, wale ambao si mitume. Lakini nafasi nyingine inayofuata ya siddiqin. Watu wa siddiqin ni watu imani yao imekwenda mbali sana, na huwezi kuipata imani kama hiyo isipokuwa elimu yako pia kumjua Mungu na dini kwa ujumla itakuwa imekwenda mbali pia. Lakini pia mashuhada, imani yao yuko tayari yeye kufa kwa ajili ya mtume awe hai, yuko tayari kufa kwa ajili ya dini iwe hai, yuko tayari kufa kusikia Uislamu unazagaa katika ulimwengu huu. Mtu huyu ukiangalia uelewa wake wa kuielewa hiyo dini, kuelewa huo Uislamu, kumwelewa mtume, uelewa wake basi uko kaujua vizuri sana, uko mbali mno. Ndio maana yuko tayari kutoa roho yake na kufanya kila kitu kinachotakiwa. Lakini wasalihin, na waja wema, mtu hawezi kuitwa mja mwema mpaka ikiwa ameacha mabaya kwanza akayafanya mazuri yote. Huyu ndio atakuwa mja mwema, na huwezi kuifika nafasi hiyo mpaka uwe mtambuzi sana wa kulijua jema liko wapi na baya liko wapi. Ikiwa unachanganya tuwe mazuri na mabaya, basi utakuwa ni mtu wa kawaida tu, sio katika wale salihin. Wahatha kafata nnas, na amewahimiza watu wote, ala an la yataakharu anhum wahumul anbiya, kwamba wasiwacherewe watu hawa wapenzi wa Mungu, kwamba wewe unatakiwa ufanye jitihada usicherewe kuingia kwenye makundi ya watu manne hao. Makundi mangapi haya? Manne haya. Wahumul anbiya, nao ni nani? Ni mitume. Alfaizuna bikamali lilmi wal amali, ni wenye kufuzu hawa kwa ukamilifu wa kupata elimu na matendo. Matendo yao safi, lakini pia ukiangalia elimu yao iko juu sana. Almutajawizun hadda alkamal ila darajati takmil, hawa wamevuka ule mpaka wa ukamilifu, wamekwenda mpaka kwenye daraja ya kukamilisha. Ina maana mkamilishaji anaweza kuwakamilishia waliopungukiwa. Thumma siddiqun, kundi la pili kisha ni wale wasadikifu. Alladhina sa'adat nufusuhum, wale ambao nyoyo zao zimepanda juu, taratan bimaraqin nadhari fil hujaji wal ayat, mara nyingine zimepanda hizo nafsi kwa kuziangalia hoja mbalimbali na aya. Kuna hoja na aya wa ukhra, na nafsi nyingine bimaariji tasfia wa riyadat, kwamba zimefikia daraja ya kuwa ni msiddiqin bimaariji tasfiyati, kwa kupanda ngazi za tasfia. Ukisikia wewe usufi ndio unatokana hapo kwenye tasfia, wa kujisafisha. Ukimsikia mtu anaitwa sufi, ni mtu aliyekuwa tayari kusafisha moyo wake, kusafisha nafsi yake, kusafisha tabia zake, kusafisha mwendo wake na kila kitu chake. Huyo ndio sufi. Ukiangalia upande wa tabia zake zinapendeza kwa kila mtu, kama alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad. Tabia zake hakuna mtu amezitia kasoro, lakini ukiwaangalia maswahaba wake tabia zao ni nzuri. Ukiwaangalia na waliofuata kwenye matabi'i sahaba
mambo yao ni wamesafisha kila kitu mpaka maneno. Hapo ni tasfia, bimaariji tasfia, kwa kupanda ngazi za kujisafisha, wariyadati ila aujil irfani, lakini pia na kufanya mazoezi ya kupanda kwenye ngazi ya kwenda kwenye utambuzi wa Mungu, ila mauji aujil irfani, kwenda kwenye nini? Ngazi ya utambuzi. Hata talau ala al-ashya, mpaka wakafika mahala wakayaona mambo. Hata talau ala al-ashya, mpaka wakafikia kuyaona mambo. Wa akhbaru anha, wakayatolea habari mambo hayo. Ala ma hiya alaihi, juu ya kiasi ambavyo yalivyo mambo hayo. Ukasikia mawalii wanakwambia kwamba mimi nimekwenda mpaka wingu wa kwanza, lakini nimekwenda mpaka wingu wa... Huyo si mtume wala yeye ni wali wa Mungu tu, lakini anakwambia nimekwenda mpaka wingu wa kwanza, nikakuta hiki na kile. Wala usikatae, Mwenyezi Mungu anaweza kumpa mtu kitu ambacho wewe hujapewa, wala hujui kwamba utapewa, na wala hujui kilivyo hicho cheo anachopewa mwenzio. Usikatae hilo, kwa sababu watu kwa jitihada zao, kwa hali zao, ndo wanapanda daraja. Kuna mwingine akiwa hapa hapa, lakini ara al-arsha haqa wa jamiu al-muluki fihi qiyami, ana fi majlisi. Sayyid Abdul Qadir Jailani anasema, mimi kwenye kikao changu hiki nilichokaa hapa, ara al-arsha haqa, ile arshi ya ukweli naiona. Wa jamiu al-muluki fihi qiyami, alafu malaika wote walioko kule wamesimama kwa ajili yangu. Unasemaje habari hizi? Basi wameona, ikisha wanazisema kama zilivyo. Sio kwamba ataongea maneno ye mwenyewe hajayaona, anaongea vitu ambavyo ameviona. Wa jamiul muluki fihi qiyam. Qaddasa Allahu sirrahu al-aziz. Thumma shuhada, daraja inayofuata ni mashahidi. Alladhina adda bihimul hirs ala ta'ati, wale ambao wametekeleza, adda bihimul hirs, kwamba ile pupa imewatekelezea wao, ala ta'ati wal jiddi, kwenye utiifu na bidii, fi idhari alhaqi, katika kuidhihirisha haki. Hata badhalu mahjahum fi i'la'i kalimati llahi ta'ala, mpaka wametoa vyao. Hata badhalu mahjahum, mpaka wametoa vilivyo vyao. Fi i'la'i kalimati llahi ta'ala, katika kulitangaza jina la Mwenyezi Mungu Ta'ala. Thumma salihun, wanaofuata kisha ndo hawa mabwana wakubwa, masalihina, waja wema, wacha Mungu, mawali wa Mungu. Alladhina sarafu a'marahum fi ta'ati, wale ambao wamemaliza umri wao katika toa ya Mungu. Utamkuta mtu ibada kaanza tokea bado mtoto, anakwenda nazo tu mpaka anafika ujana, mpaka anafika utu uzima, tena mpaka anakuwa mzee, bado yumo tu kwenye ibada. Huyo mtu ni wa kumwogopa sana, tena umwogope kweli kweli, sababu aliyoyachuma katika ibada ni mengi kuliko maasi aliyokuwa nayo ni kidogo. Sasa huyu anaingia katika kundi la masalihin. Wa amwalihim fi mardati, lakini wamemaliza umri wao wote kwenye toa ya Mungu, wakamaliza mali zao zote, fi mardatihi, katika kutafuta radhi yake Mungu.
wa hasuna ulaika rafiqa, na imekuwa ni vizuri kwa watu hao kuwa rafiki. Hivi wewe kuwa rafiki wa mitume au kuwa rafiki wa masiddiqina au kuwa ni rafiki wa mashuhada, wewe ukawa ni rafiki wa masalihin, inawezekana pia ukawa rafiki wa wote makundi yote haya, ukawa wewe ni rafiki yao au wao ni rafiki yao wewe. Inawezekana wewe hujui kwamba wao wanakupenda, lakini kumbe wao wanakupenda afu wewe hujui. Na inawezekana wewe unawapenda wao, lakini wao hawajui kwamba wewe unawapenda. Na inawezekana kote kote wao wanajua na wewe unajua, kwa nyinyi mnapendana. Hapa mahaba yatakuwa yameshika zaidi. Wa hasuna ulaika rafiqa, fi maana taajubi, yamekuja maneno haya kwa maana ya mshangao kabisa. Uzuri ulioje wa urafiki. Wa hasuna wa rafiqan nusiba ala tamyiz au alhal. Nili neno na rafiqan nusiba limewekewa nasbu ala tamyizi au alhali kwa njia mbili. Moja inaweza kawa tanwini hiyo au nasbu hiyo iliyokaa hapo ni kwa ajili ya tamyiz, au inaweza ikaja kwa maana ya hali. Yote mawili yanaweza yakawa. Walam yajma'i liannahu yuqalu lilwahidi waljam'i. Na unaona na haikufanywa hiyo kuwa ni nini? Kuwa ni jamu. Hiyo rafiqan imekuwa ni mufrad, haikuja lam yujma, haikufanywa kuwa ni jamu. Liannahu yuqalu lilwahid, kwani neno hilo husemwa kwa mtu mmoja. Waljam'i kasiddiqi, kama vile siddiq. Au liannahu urida, au neno hilo linawezekana kuwa limekusudiwa wa hasuna kullu wahidin minhum rafiqa. Inaweza kawa kusudio likawa ni hivi kwamba imekusudiwa kuwa wa hasuna kullu wahid, pamekuwa ni vizuri sana kwa kila mmoja wao, minhum, miongoni mwa hao tuliwasema, rafiqa, imekuwa vizuri sana urafiki na wewe ambaye umemtii Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu hapa ni mtu kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hili ndio jambo muhimu sana, na utiifu unatakiwa uwe yale matashi yako, vile unavyotaka wewe weka pembeni, vile anavyotaka Mungu na vile anavyotaka mtume wa Mungu ndio yaweke mbele yako. Huo ndio utiifu. Mungu akisema fanya hiki utafanya, acha hiki utaacha. Huo ndio utiifu, sio ujichagulie wewe. Mungu kasema hivi fanya, unasema si nitafanya tu hata mwakani. Wewe sio mtiifu bado. Naam, ruya ani nabii, imepokewa maneno kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam annahu qal man salla alayya 10, mtu ambaye ameniswalia mimi mara 10, idha asbaha, pindi ikiingia asubuhi akaniswalia mara 10, wa 10 idha amsa, na akaniswalia mara 10 pindi ikiingia jioni, amanahu Allahu ta'ala min alfaza'il akbar, Mwenyezi Mungu atampa amani mtu huyu siku hiyo ya mfadhaiko mkubwa. Mungu huyu anampa amani. Kuna siku ipo ya mfadhaiko mkubwa. Yule Shekhe Mazinge, Ustazi Mazinge, siku moja nimemsikia akisema kuna siku ya Yanga Day na kuna siku ya Simba Day. Lakini anasema kumbuka kuna siku pia ya Kiyama Day. Kiyama
iko hiyo siku. Yale maneno yalinishtua sana. Ukiangalia yamekaa kama maneno ya kimzaha hivi, lakini kumbe si mzaha, ni maneno makubwa sana yale. Ukiangalia leo unakumbuka siku ya kuzaliwa kwako, siku ya tarehe ile uliozaliwa ile, unafanya birthday yako. Basi ukumbuke pia na siku ya kifo chako, patakuwaje? Na ukiona leo 9 Desemba, ile Desemba ile watu waliopata uhuru inakumbukwa leo, basi ukumbuke pia iko siku kwamba hii dunia itakuwa sio hii tena, itakuwa kitu kingine kabisa. Kwa hivyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi anasema ile siku ambayo mtu amepambaukiwa na asubuhi akaniswalia mimi mara 10 asubuhi